Hapa tunazungumzia hatua kubwa na yenye uzito mkubwa iliyochukuliwa na Seneti ya Marekani. Seneti imewasilisha muswada wa sheria wa pande mbili, yani bipartisan, unaotaka ripoti kamili ndani ya siku 180, ikiwataja viongozi wa Tanzania wanaohusika na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu, ukandamizaji wa kisiasa na matukio ya Oktoba 29 mwaka 2025. Muswada huo unaweza kusababisha vikwazo vya visa, kuflizi mali na kusitishwa kwa misaada ikiwa ripoti itathibitisha ukiukwaji. Hii ni hatua adimu ambayo inaweza kubadilisha uhusiano kati ya Marekani na Tanzania. Muswada una jina la sheria ya kutathmini upya uhusiano kati ya Marekani na Tanzania. Unataka Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani iwasilishe ripoti ndani ya siku 180, ikijumuisha orodha ya watu wa kigeni, hasa viongozi wa serikali, CCM, jeshi la polisi, JWTZ na idara ya usalama wa taifa wanaohusika na aidha kuagiza, kusimamia au kutekeleza mauaji au utekaji, kupotezwa kwa watu au kuwekwa kizuizini kiholela, unyanyasaji, vitisho, kukamatwa au matumizi ya nguvu dhidi ya waandishi, taasisi za habari au wanaharakati, kufungia au kudhibiti vyombo vya habari pamoja na internet, ukiukwaji mkubwa wa uhuru wa dini, matumizi ya mbinu za ukandamizwaji wa kimataifa, mauaji ya kiholela na ukiukwaji mwingine mkubwa wa haki za binadamu. Ikiwa utapitishwa, muswada unaruhusu kuwekwa kwa vikwazo, yani visa bans na asset freezes, na kusitishwa kwa misaada ya kiusalama, kiuchumi na kibiashara hadi mageuzi ya kweli yatakapothibitishwa. Muswada umewasilishwa na Senator Jeanne Shaheen upande wa Democrat na Senator Ted Cruz upande wa Republican, ishara ya mshikamano wa pande mbili. Unahusishwa moja kwa moja na matukio ya Oktoba mwaka 2025, kesi ya Tundu Lissu pamoja na madai ya ukiukwaji wa haki za binadamu. Kupitia tume ya Jaji Chande, Aprili mwaka 2026 ilikili vifo vingi wakati wa maandamano, lakini ripoti haikuwekwa hadharani kikamilifu. Na data za Human Rights Watch za mwaka 2025 mpaka mwaka 2026 zimeripoti matumizi ya nguvu kupita kiasi, pia utekaji na unyanyasaji wa kingono, kama kesi ya Agatha Atuhaire pamoja na Boniface Mwangi. Na bunge la Ulaya limetoa wito wa uwajibikaji pamoja na uchunguzi huru. Sasa Marekani inatoa msaada wa takriban dola bilioni 2.8 kila mwaka, ambao ni sawa na shilingi trilioni 7.32. Na huu muswada ambao wanataka kuupitisha unaweza kuathiri ufadhili wa MCC pamoja na misaada mingine, ambapo asali zake zinaweza kuwa zifuatazo. Vinaweza kuwa vikwazo vya visa pamoja na mali kama ofisa wanaotajwa, usitishwa kwa misaada na ufadhili wa MCC hadi mageuzi ya kidemokrasia yatakapothibitishwa, kuongezeka kwa shinikizo la kimataifa kutoka EU na nchi zingine. Je, jambo hili lina maana gani kwa taifa kwa ujumla? Kwa upande wa kiuchumi, hii inaweza kuathiri misaada, uwekezaji na miradi mikubwa. Na kwa upande wa kisiasa, inaweza kuongeza shinikizo la ndani na kuimarisha upinzani. Na kwa upande wa kimataifa, inaweza kuharibu kabisa taswira ya Tanzania na kuathiri uhusiano pamoja na washirika wengine. Na kwa upande wa wananchi, inaweza kuathiri miradi ya maendeleo na maisha ya kila siku. Muswada huu ni onyo kali na una uzito mkubwa. Marekani kupitia bipartisan inaweza kuwa inaonyesha wasiwasi mkubwa kuhusu demokrasia na haki za binadamu nchini Tanzania. Hili si swala dogo, na serikali inapaswa kuichukulia kwa uzito. Badala ya kuiona kama uingiliaji wa mambo ya ndani, inapaswa kutumia fursa hii kurekebisha mambo ya ndani, kuweka ripoti ya tume ya Jaji Chande hadharani, kutoa haki kwa waathirika na kuanza mchakato wa katiba mpya. Serikali inapaswa iweke uwazi na uwajibikaji katika matukio ya Oktoba mwaka 2025, na mchakato wa katiba mpya pamoja na mageuzi ya uchaguzi uanze haraka. Pia mazungumzo ya kitaifa yenye ushiriki wa pande zote yaanzishwe ili kuepuka vikwazo na kurejesha imani ya kimataifa. Na Marekani nayo iwe na mbinu ya kujenga na kushirikiana badala ya vikwazo. Mwisho wa siku, haki za binadamu pamoja na demokrasia sio swala la nje tu, ni msingi wa utulivu wa maendeleo ya ndani. Tanzania inaweza na inapaswa kurekebisha mambo ili kuepuka vikwazo na kuimarisha heshima yake kimataifa.
Seneti ya Marekani imewasilisha mswada unaoweza kuleta vikwazo vikali kwa viongozi wa Tanzania wanaotuhumiwa kukandamiza demokrasia na haki za binadamu. Hii ni hatua yenye uzito mkubwa ambayo inahitaji majibu ya hekima na haraka kutoka kwa serikali. Tanzania inastahili hekima kimataifa na inapaswa kujenga demokrasia yenye haki na uwajibikaji. Tuungane kudai mabadiliko halisi. Je, wewe ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa channel hii, wewe una maoni gani kuhusiana na haya yanayoendelea hivi sasa nchini Tanzania, ambapo hata bunge hivi karibuni wameijadili sana huu muswada ambao umependekezwa na bunge la Marekani, ambapo wanataka kujadili, wanaona kama wanaonewa, wanasema kwamba wanatakiwa wafanye iwezekanavyo kusababisha hii hali isiendelee kuwaumiza. Wanaona kama kuzuiwa kwa visa na viongozi wa CCM pamoja na waliopo madarakani kwamba itakuwa ni mbaya kwa upande wao. Kwa hiyo wanataka kuona wanafanya jinsi gani ili kusawazisha hayo mambo. Lakini kupitia hayo yote watu wanahoji kwa nini wasiweke mambo hadharani kama ambavyo Seneti hiyo inataka, aidha mambo yaliyotokea Oktoba 29 mwaka 2025 na ripoti ya tume ya Jaji Chande kama ilivyoolozesha, vyote viwekwe hadharani ili watu wajue, je, ndio ukweli ni upi na ambao sio ukweli ni upi, na wajue nani atawajibika kuhusiana na matukio yaliyotokea hapo awali. Lakini hii ya kujadili na kuficha mambo kama haya, watu wanaona kama ndio yanayosababisha haya mambo yaendelee sasa hivi. Je, wewe nini maoni yako kuhusiana na hilo?